Kwa jina naitwa Saadi Mtambule, mkuu wa wilaya ya Kinondoni. Tutapokea mwenge wetu wa uhuru tarehe 4 mwezi wa 6 mwaka huu. Na mwenge huu tutaupokea kutokea shule ya msingi Gilman Rutihinda. Tutaukimbiza umbali wa kilomita 76 hivi. Utazindua miradi 8, kuweka mawe ya msingi, kuzindua na kuyatembelea hiyo miradi yenye thamani ya shilingi bilioni 3 na milioni 200. Miradi hii yote ni fedha za serikali kuu, fedha za halmashauri, fedha za wananchi na fedha za wahisani. Na maandalizi yote hadi sasa ninapozungumza yameshakaa vizuri, kwa maana hiyo miradi kutembelewa, kwa maana hizo barabara, na tunaendelea kutoa hamasa kwa wananchi kupitia redio. Ndio maana nashukuru sana redio hii ya Wako FM, lakini tuna matangazo tumeyapitisha maeneo mbalimbali. Kwa hiyo wilaya ya Kinondoni tumejiandaa vilivyo, tunafurahi na tuko tayari kupokea mwenge wetu wa uhuru. Kwa hiyo nitumie nafasi hii niwaalike wana Kinondoni wenzangu wote. Mwenge wetu wa uhuru unakuja na ujumbe wa tushiriki uchaguzi wa 2025 kwa amani na utulivu. Tujumuike sote, tuje tuungane, tukimbie, tusherekee na mwenge wetu wa uhuru, huku tukiwa tunakumbushana na kuhamasishana na kupeana rai juu ya sisi sote tushiriki kwenye uchaguzi mkuu wa mwezi Oktoba mwaka huu, tena kwa amani na utulivu, ili tupate nafasi ya kuchagua viongozi walio bora, viongozi wenye maono, viongozi wenye kutuongoza na kututoa kwenye hali tuliyoko nayo sasa hivi, changamoto mbalimbali, na kutupandisha kwenye uchumi wa juu zaidi. Na kwa kweli katika hili mimi niseme tunafurahia kazi nzuri ambayo imefanywa na Daktari Samia Suluhu Hassan katika wilaya hii ya Kinondoni, na ndio maana mwenge wa uhuru utapitia miradi hiyo ya maendeleo na miradi ya michezo kama uwanja ule wa KMC pale Mwenge. Tuna miradi ya masoko kama hili soko la Tandale, soko la Bwawani na masoko mengine. Tuna miradi ya barabara kama barabara ile ya Mediterranean na barabara nyinginezo. Tuna miradi ya maji, tuna miradi ya afya, tuna miradi ya elimu kama pale shule ya msingi ile Makongo, ambapo shilingi bilioni 1 na milioni 600 zitaenda kutumika pale, ujenzi wa madarasa 18 na sasa madarasa 6 yameshakamilika na kazi inaendelea. Kwa hiyo niwakaribishe sana tuweze kusherehekea mafanikio haya na mwenge wetu wa uhuru, huku tukiendelea kuhamasishana juu ya kutunza hii tunu kubwa ya amani na utulivu ya nchi yetu, na kamwe tusitoe nafasi kwa wale wote wenye kutoa maneno ya uchochezi, wenye kutaka sisi wa Tanzania tutofautiane. Nchi hii imejengwa katika misingi ya umoja, misingi ya ushirikiano. Ndio maana hatubaguani kwa dini, hatubaguani kwa jinsia, hatubaguani kisiasa, kwa sababu sisi sote ni wa Tanzania. Kwa hiyo yote anayezungumza maneno ya kutubagua, ya kuchochea, ya kutaka kupoteza amani ya nchi hii, lazima tukae nao chonjo. Na ndio maana mwenge wetu wa uhuru unahamasisha amani na utulivu, na tushiriki kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka huu wa 2025. Kwa hiyo karibuni sana wote wana Kinondoni, tukimbie, tusherekee na mwenge wetu wa uhuru. Kuanzia kuupokea, tutalala nao pale shule ya msingi ya Alimaua, na tutaamka kwenda kuwakabidhi wenzetu wa wilaya ya Ubungo siku ya tarehe 5 mwezi wa 6 maeneo kule ya Kibamba. Serikali hii ya Dr. Samia Suluhu Hassan imeweka utaratibu mzuri sana wa kuhakikisha panakuwa na mazingira mazuri ya kiuwekezaji. Leo hii mimi ninapozungumza, vijana wetu wa wajasiriamali, vijana wetu wa machinga katika wilaya yetu ya Kinondoni tunafanya nao kazi kwa karibu sana. Wapo akina mama, akina dada, vijana, na wapo pia watu wenye ulemavu, kupitia taasisi za benki ambazo ziko hapa, ambazo tunafanya nao kazi kwa ukaribu sana. Wanatoa mikopo kwa masharti nafuu mno, kwa kuwa wamepita serikalini, tuna utambuzi na tunawapa hiyo mikopo. Lakini kupitia manispaa ya Kinondoni ambayo mimi najivunia nayo sana, wamekusanya shilingi bilioni 12 na hivi sasa zinatolewa kwenye vikundi vya kina mama, vijana na watu wenye ulemavu. Juzi nilikuwa pale Kawe kwenye ukumbi wa Flamingo, vijana na kina mama na watu wenye ulemavu, vikundi 81, zaidi ya watu 450 watapatiwa wiki ya kesho shilingi bilioni 3 na milioni 500. Na jimbo hili la Kinondoni jumla ni bilioni 5 na milioni 100. Tunaenda kuzitoa wiki ya kesho kwa vijana. Hizo ni pesa za Dr. Samia Suluhu Hassan
za serikali ya awamu ya sita, na alielekeza mahususi kwamba tukusanye na zitolewe kwa vikundi. Hazina masharti magumu, hazina riba. Kwa hiyo kijana, huna haja ya kwenda kwa mganga wa kienyeji akupumbaze akili kwamba sasa ukitaka utajiri uende ukambake mtoto, uende ukampige mtoto, uende ukamlawiti mtoto, uende ukachukue damu ya mtoto au damu ya mtu mwingine. Huo ni ujinga na hautakaa ufanikiwe. Ukitaka kufanikiwa, kuna misingi ya kiuchumi. Njoo wilayani, njoo manispaa, tukuelewesha na tukufungulia hizo fursa za kiuchumi kupitia mabenki, kupitia mikopo ya halmashauri na wadau ambao wako tayari kusaidia wananchi kama taasisi za dini. Kwa hiyo tuungane wote, tujenge uchumi wetu, tulete maendeleo, tuimarishe ustawi katika misingi ile mizuri ambayo ipo kwa mujibu wa taratibu, kwa mujibu wa sheria, na si waganga wa kienyeji.